Kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaanza kwa kutoa pole kwa waumini wa dini ya Kikatoliki ambako mimi pia ni muumini kwa kumpoteza kiongozi wetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Tuendelee kumwombea pumziko jema ili naye atakapofika huko azidi kutuombea. Lakini pia niendelee kwa kueleza kwamba ukisoma hotuba kuna maeneo ambayo ninajaribu kuyaquote kwa sababu ya muda, najua ni dakika 5. Waziri amesema au ameandika tulipotoka kulikuwa na vumbi. Hapa alikuwa anaelezea rami. Tulikotoka kulikuwa na vumbi, lakini leo tunatembea kwenye rami. Tulikotoka kulikuwa na miteremko isiyopitika, leo tuna barabara zinaunganisha ndoto na fursa. Kuongezeka kwa barabara za changarawi kwa asilimia alizozitaja, anasema hivi ni viunganishi vya matumaini. Unavyosoma vyote alivyovisema katika jimbo langu la Kyerwa ni kama havina uhusiano. Na wakati mwingine nikiwa nasoma najiuliza, hivi tuna Tanzania ngapi? Natambua kwamba resources zinaweza zisitoshe, lakini resources zitakuwa na maana kama zikimgusa mmoja mmoja, kama zikigusa jamii, kama zikigusa wilaya, kama zikigusa jimbo. Sisemi hakuna kilichofanyika, lakini nikipata muda nikaeleza ramani ya wilaya ya Kyerwa, kuanzia zahanati, hali ya zahanati, idadi ya watumishi, hali yenyewe iliyopo, vyumba wanavyotumia kina mama, maeneo ya kupumzikia. Nikaanza zahanati moja moja, nikakutajia Songambele, nikatoka nikakutajia Nyakatuntu na maeneo mengine. Utasema kweli hii mlioandika Mheshimiwa Waziri haituhusu sisi. Lakini tukitoka hapa tukaenda kwenye changamoto ya vyumba vya madarasa ya shule za misingi. Kuna baadhi ya vyumba, tukiongelea baadhi ya vyumba, majengo yamechakaa. Maeneo mengine sawa wamejenga, lakini sisi ukijenga maeneo mengine na kwenye wilaya isiguswe, wananchi hawezi kuelewa unachokisema. Kwa hiyo bado tuna vyumba vingi ambavyo ni chakavu kwenye maeneo yetu, nikianza kwenye shule ya msingi Songambele na maeneo mengine kadha wa kadha ambayo kwa sababu na dakika 5 sitayataja. Lakini wito wangu naotaka kuutoa, wananchi wametumia gharama zao kujenga magofu. Tuna magofu ambayo yana wastani wa zaidi ya miaka 15 mpaka 12. Serikali tunaomba mwende mmalizie hayo majengo kwa sababu wameajenga kwa maumivu makali, wamejenga kwa kufungiwa, wamejenga lakini leo ameshindwa kuisha. Naomba tutie nguvu kuhakikisha haya majengo yanakamilika. Lakini sio hivyo tu. Changamoto ya vyoo. Leo katika karne ya 21, wakati ukijisifia kuna maeneo kadha kadha, mashule ya msingi kwenye maeneo yetu yanafungwa kwa kukosa vyoo. Orodha ni ndefu, muda hautoshi, lakini waziri akitaka nitampatia. Vyumba vinafungwa, shule inatishiwa kufungwa kwa sababu haina matundu ya vyoo. Kuna shule moja ya msingi ambayo iko kata ya Nyakatuntu, wana matundu mawili, ambao haya matundu wanatumia walimu na wanafunzi, matundu mawili ambao mengine ameshazama. Hiyo tunaongelea karne ya 21. Lakini pia tuende kwenye habari za barabara. Nyie wote mnajua nimekuwa niongelea changamoto ya TARURA wilaya ya Kyerwa kwamba bajeti ya TARURA wakati mwingine haitoshelezi kwa sababu ya nature ya kijiografia ya maeneo yetu. Kwa hiyo ni lazima tunapokuwa tunaongelea hizo quick wins zisambae kwenye maeneo yote, na hasa maeneo ambayo ni ya kimkakati. Ukija kwenye wilaya zetu zina uchumi, zina rutuba, zina kila kitu. Kama serikali ikiwekeza, kama serikali ikitoa maendeleo, ina maana sisi tutafika mbali. Naomba hayo niaache, nije kwenye kazi ambazo ameifanya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ni mmoja kati ya champion wa maridhiano. Mheshimiwa Rais amekuja na kitu kinaitwa 4R. Sisi wengine tuliamini kwamba nchi ilihitaji mwanamke katika wakati sahihi kuiponya, na akaja na 4R zake, akasema kuna reconciliation, resilience, reforms, rebuilding. Hizo ndio 4R ambazo zimemdefine Mheshimiwa Rais duniani. Sasa leo kinachotokea kwa watu wa chama changu Chadema, wanasema no reform no election. Mnajua imetoka wapi? Kwenye ile 4R ya Mheshimiwa Rais ya 3. Wamesema wanataka reform. Ni kwa nini wametaka reform? Kwa sababu ya past experience. Sisi wote humu ndani tumewahi kukiri kuna wakati mambo yanaweza kwenda ndivyo sivyo. Hivi kwa watu kusema wanataka reform ni kosa? Mheshimiwa Rais yeye ameridhia kwamba hii nchi kama taifa tuje pamoja, tujadili mustakabali wa maendeleo yetu. Ndio maana ameleta reform. Ameongelea reconstruction. Kuna shida ya reconciliation. Leo tunawaweka watu ndani kwa sababu ya kutaka reform. Tundu Lissu ni sahihi. Hii amani tulionao leo, amani ni tunda la haki.
Amani tulionao leo, kuna watu wamefanya kazi kubwa mpaka amani tunayo leo. Hatuwezi kukubali kuivuruga amani kwa sababu ya ubinafsi wa uchaguzi. Hatuwezi kutaka kuhimiza Tanzania. Kwanza wanasiasa ni wangapi? Kwanza wabunge ni wangapi? Mawaziri ni wangapi? Kwa population ya Tanzania watu zaidi ya milioni 60. Na then tunapaswa tukae chini kama taifa tupate mstakabali. Wamekuwa wakitoa mfano katika game ya Simba na Yanga. Unamruhusuje refali wa Yanga kuchezesha hiyo game? Hayo maelezo mbona ni yako wazi? Na nirudie kusema, iki chama kazi mmefanya, si mmejenga rami, si mmepeleka zahanati, si mmepeleka umeme, kwani shida iko wapi refali akiwa neutral? Mimi nadhani hiyo ndio call napasa kuitoa. Nimalizie na chaguzi za serikali za mtaa. Aliyemaliza kuongea ameongea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dakika moja. Kuna maeneo ambako kulikuwa na mgombea mmoja. Wananchi walipasa kupiga kura ya hapana. Hao ndio. Au wananchi walipiga kura ya hapana, maeneo mengine kura zao hazijawahi kuhesabiwa mpaka leo na mshindi hajawahi kutangazwa. Haya mambo yanaliumiza taifa. Sisi tunataka taifa letu la amani lenye viongozi wanaoheshimika waliopatikana kwa credibility. Tudumishe hiyo, itatufikisha mbali. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana.